Mimi kwa majina naitwa Ustadhi Shabani Juma Shabani. Mimi ni mkazi wa hapa. Mnamo tarehe 3 ile alfajiri, kama sisi kama kawaida ni Waislamu tunakwenda kufanya ibada zetu katika nyumba ya ibada. Nilipotoka tu kwenda msikitini, nilichokutana nacho kwanza ni mafuriko ya maji. Maana tope lilitangulia alafu ndio maji ikafuata. Kwa kweli ni jambo ambalo kwamba kwangu kidogo lilinilipa utata, kwa sababu kidogo ninakaa hatua kidogo na nyumba ya ibada. Yaani ilifikia hatua yani mpaka pana pambazuko, kwa hiyo hakuna hata ile nafasi ya kwenda. Kwa hiyo ikabidi tu nibaki pale pale nyumbani. Ile hali ilivyoanza kutulia ndio tukapanda mpaka huku mjini kuangalia hali halisi. Kwa kweli tulichokutana nacho ndio hicho. Maana kwa maelezo ya wenzetu kwamba hapa tumeokota mtu, hapa tuliokoa watu, hapa tumeokoa watu wawili, hapa watatu, nyumba zimebomoka na nini na mali zimeharibika, soko ndio haifai, nyumba za wenzetu. Kwa hiyo kwa hali kadhalika kweli ilikuwa ni taharuki moja kubwa sana. Hali ya msikiti ipoje? Yaani mpaka sasa hali ya msikiti bado tope imejaa mpaka kiunoni. Yaani bado tuko pale tunahangaika mpaka sasa hivi kuitoa hiyo tope. Na hatujui kwa sababu wako hata wenzetu wengine wanafanya itikafu yao kulala pale msikitini kama wote wametoka salama. Hamisi au almaarufu kwa jina lilozoeleka Ali Isa, ninaishi mji wa Katesh na pia nimezaliwa hapa. Mnamo tarehe 3 asubuhi, wakati sisi ni Waislamu huwa tunafanya ibada kama inavyofahamika ni alfajiri saa 11. Muda huo wakati tunatoka kwenye ibada tulisikia kishindo kikubwa. Nafikiri ni kishindo cha mawe pamoja na magogo yaliyokuwa yakitokea upande wa msitu wa Mlima Hanang. Basi tukajua tu ni mambo ya kawaida, lakini cha kusikitisha na cha kushangaza baadaye tulikuja kuona tope kubwa likiwa linatokea upande wa Mlima Hanang, tope likiwa linapita kwenye mkondo wa maji. Lakini tope lile lilizidi mpaka likawa limezoa soko letu hapo la mji wa Katesh, magala ya mazao. Kwa hiyo imebeba nyumba za watu. Kwa hiyo tukaona ng'ombe, tukaona watu. Tulipotoka msikitini tukaona watu wanapelekwa na mafuriko. Hali kwa kweli ilikuwa ni nzito, ni hali ambayo haielezeki. Ni masikitiko makubwa sana, watu wamepoteza nyumba zao, mazao, mali, maduka yamevunjwa na mafuriko ya mawe na matope. Hali ilikuwa ni nzito sana. Kwa hiyo sisi kwa kweli kama wanahanang tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Tunamshukuru sana. Alisema kwamba serikali itahamia hapa, na kweli barabara ilikuwa imezibika. Barabara inaenda Arusha, Mwanza ilikuwa imezibika, lakini kwa muda mchache sana ilikuwa imepitika. Aliagiza isafishwe, ikasafishwa, na kweli mabasi yote na magari, huduma za usafirishaji abiria, barabara ikafunguka. Kwako au kwa ndugu zako, umeshuhudia mali zipi zikiharibiwa na maporomoko haya? Nimeshuhudia maduka ya jumla, nimeshuhudia karakana za mbao, samani za magala ya chakula, mahindi, dengu. Ukiangalia hali ilikuwa inatisha sana. Maduka ya jumla, sokoni hapo, hali ni mbaya sana. Kijiji cha Gendabi hapa Katesh, wilaya ya Hanang, mkoani Manyara. Sehemu kubwa, kwa mujibu wa afisa mtendaji wa eneo hili, watu wengi wamepoteza maisha na wengi wao hawajulikani walipo, huku jitihada za kuwatafuta zikiwa zinaendelea. Nyumba zisizopungua 60 zimeondoka kwenye eneo hili kutokana na tope hili ambalo limeanzia kwenye Mlima Hanang. Lakini cha ajabu na cha kustaajabisha, hakika Mungu ametukuka. Ukitazama tope lilipoishia, hili ni kanisa. Mbele yangu ni kanisa la Pentecost Assemblies of God PAG. Na unaona kabisa tope limefika mpaka mlangoni, lakini halijaingia ndani. Yaani ndani hakuna uharibifu wowote uliofanyika, wala kwenye kanisa hili hata kwa nje hakuna uharibifu uliofanyika, bali kilichotokea tope limekoma pale kwenye geti na kuendelea na safari kule ambako lilikuwa linaenda.